हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीन मोहम्मद सा न पाया हमने। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ndugu mpendwa, karibu katika msimu huu wa pili inayohusu Kona ya Fiki. Kona ya Fiki ni kipindi ambacho kinaeleza kwa kina msingi wa dini ya Kiislamu. Naye katika studio siko peke yangu, ninao wageni ambao wataendelea kutueleza kuhusiana na mambo ya fiki, na upande wangu wa kulia anaitwa Sheikh Abdullahi Hussein Juma Sahib, na vile vile upande wa kushoto anaitwa Sheikh Muhammad Hashim Adnan Sahib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, karibuni tena sana, imekuwa muda na ningependa tuendelee zaidi kueleza yule mtazamaji kuhusiana na mambo ambayo yanahusu fiki. Naam, Sheikh Sahib, ningependa leo tuongelee mada muhimu sana, na mada ambayo inahusu zakat. Naam, je, zakat ina umuhimu gani na wanajumuiya Waislamu wa Ahmadiyya wanazingatia vipi kuhusiana na mambo ya zaka? Asante sana ndugu mtangazaji kwa kuniuliza swali hilo muhimu sana, kwa sababu umuhimu wa zaka unapatikana katika filosofia yake ya kwamba ni amri ya Mwenyezi Mungu ambayo inapatikana katika Qur'an tukufu. Na pia umuhimu wake wa zaka ni hii ya kwamba katika maumbile ya wanadamu, Naam, utakuta kwamba kuna wengine wamewazidi wengine kimapato ama kimali, na wengine hawana. Katika njia hii basi zakat inasaidia ya kwamba mali hii iweze kusambazwa kwa jamii, na vile vile iweze kufanya kazi muhimu kwa manufaa ya jamii nzima kwa ujumla, hata kwa taifa. Mara nyingi tunaona ya kwamba zakat katika upande wa Kiislamu sana inaweza ikatumika hata katika kuboresha misingi ya kielimu kwa kujenga mashule, mahospitali, na vile vile kutengeneza hata barabara. Kwa hivyo tunaona kuna umuhimu mkubwa sana katika swala hili la zakati. Na hii zaka kwa hakika ni amri katika nguzo za Kiislamu, kwa sababu tuna nguzo 5, na katika nguzo ya 4 ya Kiislamu tumehimizwa kabisa kuhusu utoaji wa zaka. Tukiangalia jambo lingine, tunaona kuna suitafahamu ama tunaweza tukasema dhana potofu, Naam, ambayo inapatikana kwa ndugu zetu wengine Waislamu ambao wanadhani ya kwamba Waislamu wa Ahmadiyya wao hawaijali ama wanaipuuza hii amri ya kutoa zaka. Lakini tunaona kwa hakika kabisa Hazrat Masih Maud al-Islam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam katika mafundisho yake amehimiza sana, na hata akasema kwamba kama kuna mwanajumuiya yoyote ambaye katika mali yake anawajibika kutoa zaka, basi ni lazima atoe zaka. Naam, Na asipofanya hivyo atakuwa amemwasi Mwenyezi Mungu. Na ndio maana tunaona katika bajeti ya Jamaati Ahmadiyya ni wazi kabisa kwamba kila mwaka tunapotoa ripoti ama taarifa ya mapato ama ya bajeti ya mwaka, huwa tunawasilisha taarifa kuhusu mapato na matumizi ya zaka. Na hichi kitengo cha namna hii kinapatikana katika dunia nzima katika jamaati za Ahmadiyya, na kinatiliwa maanani sana, na tunaona wazi kabisa kwamba Waahmadiyya wanaitekeleza amri hii barabara kabisa. Naam. Alafu jambo lingine, Hazrat Masih Maud al-Islam pia alisema ya kwamba mtu yeyote ambaye yuko katika jumuiya yake, ikiwa ataacha hata amri moja kati ya amri 700 za Qur'an tukufu zilizomo ndani ya Qur'an tukufu, basi yeye mwenyewe amejitoa katika jumuiya yangu. Kumaanisha kwamba wale wanaosema kwamba Waahmadiyya hawashughuliki na zaka ama hawatoi zaka, kwa hakika ni masingizio makubwa sana, na wanatakiwa wafahamu kwamba
kama kuna jamaati hapa katika dunia hii ambayo inazingatia sana utoaji wa zaka, basi hiyo ni jumuiya ya Waislamu Ahmadiyya. Manake hii zaka ni amri ya Mwenyezi Mungu, na amri ya Mwenyezi Mungu na tena iliweza kutekelezwa pia na mtume wetu mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo zakati ni muhimu sana katika kuboresha maisha ya kijamii na vile vile kusaidia wale ambao ni wanyonge, wadhaifu na wanaohitaji pia kuishi kama binadamu wengine. Asante sana Sheikh Saib. Hiyo imebainika dhahiri kuwa mambo ya zakat ni nini zakati inafanya. Na pia imedhihirika ya kuwa tunaona katika siku ya leo kuna mataifa mbalimbali wanajivunia kuwa wana kitengo fulani ya kuhakikisha ya kuwa jamii iko sawa. Kumbe katika mwaka 1400 iliyopita basi iliwekwa katika Qur'ani tukufu kulingana namna ambayo tunaweza saidia jamii. Naam, Sheikh Saib, hii inatuleta kwa swali moja. Kuna tofauti gani kati ya zakat na michango za jamaat, na ni kwa nini zakat inapewa kipaumbele? Asante sana kwa swali hilo ndugu mtangazaji. Ifahamike kwamba Mwenyezi Mungu ameeleza maagizo yake, maamrisho yake mbalimbali ndani ya Qur'an tukufu. Kwa mfano Mwenyezi Mungu amesema ndani ya Qur'an tukufu katika sura As-Saff ambayo ni sura ya 61 kuanzia aya 11 hadi 13, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tukminuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn dhalika al-fawz al-'azim. Tafsiri ya aya hii ndio hii kwamba nyinyi mlioamini, je, niwajulisheni biashara itakayowaokoeni katika adhabu iumizayo? Muaminini Mwenyezi Mungu na mtume wake, na jitahidini katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa mali zenu, na nafsi zenu. Hayo ni bora kwenu ikiwa mnajua. Atawasameheni dhambi zenu na atawaingizeni katika bustani zipitazo mito chini yao na makao mazuri katika bustani za milele. Hilo ndilo pato kubwa. Katika aya hii Mwenyezi Mungu ameongea kuhusiana na utoaji wa mali wa kawaida kwa ajili ya waaminio wote, bila kujalisha ni maskini, bila kujalisha ni tajiri, bila kujalisha uwezo wao wa kifedha. Na kufuatana na amri hii kuanzia zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati Waislamu walipokuwa wanashambuliwa na kulikuwa ni upande zote, na kulikuwa ni vita vya kidini vilikuwa inapiganwa. So zama hizo, ili kutetea mipaka ya Waislamu na usalama wao na heshima yao, ikawa ni lazima kwamba Waislamu waunde jeshi, na ili kutuma majeshi hayo kulikuwa kunahitajika pia uwezo wa kifedha. Sasa masahaba wote, imesimuliwa mara kwa mara katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wanachangia, wanatoa michango mbalimbali kulingana na dharura na yale mahitaji yaliyokuwa yakitokea zama hizo. Zama hizi za mwisho, baada ya ujio wa Hazrat Masihi Maud alayhi salatu wasallam, vita vya kidini vikaisha, bali ikaanza jihadi kwa kalamu ya mahubiri na kufikisha na kueneza ujumbe wa Mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam kote ulimwenguni. Ili kufikia lengo hili, Hazrat Masihi Maud alayhi salatu wasallam na makhalifa wake wakaanzisha michango mbalimbali ya lazima na ya hiari, na hiyo michango inalipwa na wanajumuiya wote bila kujalisha ni maskini au ni tajiri au wana uwezo gani wa kifedha. Lakini Mwenyezi Mungu aliweka mchango fulani kwa ajili ya watu wenye uwezo mkubwa wa kifedha, yani matajiri. Mchango huu wakalazimishwa, unaitwa mchango wa zaka, na wakaambiwa kwamba wakiwa na mali kiasi fulani muda fulani katika akiba zao, basi watakuwa wanalipa mchango juu yake. Yani Mwenyezi Mungu ndani ya sheria yake takatifu amewafundisha watumishi na waaminio wote njia ya wokovu, na sharti moja wapo ni kujitolea kifedha katika njia ya Mwenyezi Mungu. Naam, asante sana. Hiyo imeeleweka kuhusiana na tofauti kati ya zakat
na michango za Jamaat, na ikiwemo umesema ya kuwa katika michango za Jamaat pia kuna michango za hiari. Asante sana Sheikh Saib. Naam, Sheikh Saib, naam, kuhusiana na zaka, tunaona Uislamu umepewa kipaumbele, ama Uislamu unasisitiza sana. Kwa nini Uislamu unasisitiza zaka kwa mfumo wa kuhakikisha usambazaji wa haki? Tafadhali. Naam, Islamu kwa hakika inasisitiza sana jambo hili kwamba zaka ni muhimu sana katika hali ya usambazaji wa mali katika jamii, na inakuwa miongoni mwa watu. Kwa wakati unatoa zaka, basi ile pesa unaotoa ya zaka haibaki kwa mikono yako peke yako, bali inasambaa katika jamii na inaenea. Na tukiangalia jambo lingine ni kwamba Mwenyezi Mungu amewaumba wanadamu, na vile vile hawa wanadamu kwa sababu kadha wa kadha ama sababu zisizoepukika, utakuta kwamba wanadamu hawa hawawezi kupata ama wakakuwa katika hali moja ya kifedha ama ya kiuchumi. Utakuta kuna wengine wana mali zaidi na wengine wana kidogo, hata wengine hawana, na hata wengine hawana pia kabisa. Na hata wengine unakuta zile njia za kupata hiyo mali hawana, ni tabu, hawezi kuzifikia. Kwa hivyo utakuta Mwenyezi Mungu yeye aliona jambo hili, na kwa kuwa yeye ndio muumba wa mbingu na ardhi na vyote vilivyomo ndani, kama vile anavyosema katika Qur'an tukufu ya kwamba lillahi ma fi samawati wa ma fil ardhi, vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini vyote ni vya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo yeye aliumba vitu vyote hivi, wanadamu wote na kila kitu. Kwa hivyo anajua wazi ya kwamba hii miliki ya mali alizowaumbia wanadamu sio kwa ajili ya mtu mmoja pekee, sio kwa ajili ya matajiri, wala sio kwa ajili ya wafalme peke yake, wala sio kwa ajili ya watu ambao wamekusanya mali kwa wingi, bali hii ni kwa ajili ya kila mtu. Yaani awe mkubwa, awe mdogo, mwanamke, mwanamume, awe maskini, awe fukara, awe mnyonge pia wa hali yoyote ile. Hii mali ambayo Mwenyezi Mungu ameumba hapa duniani ni kwa ajili ya kila mmoja wao, na kila mmoja anakuwa mrithi wa hii mali ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo njia mwafaka zaidi ambayo inafaa kwamba kila mmoja apate sehemu yake, ndio pale Mwenyezi Mungu akaweka hii amri ya utoaji wa zaka. Na katika kuweka hii amri ya utoaji wa zaka, alijua wazi kwamba kuna watu ambao ni matajiri na huenda wakakatalia na mali zao. Lakini akasema yule ambaye ni muumini wa kweli, basi anamwambia ya kwamba wafi amwalihim hakun lisaili wal mahrum, na katika mali zao kuna haki na hisa ya aombaye na yule ambaye aliyenyimwa. Hizi ni katika sura ya 51 aya 20. Kwa hivyo utakuta kwamba Mwenyezi Mungu alishajua wazi kwamba kuna watu wengine watakuwa katika jamii lakini watakuwa hawana uwezo wa kupata zile mali. Kwa hivyo ili wao pia wapate, basi Mwenyezi Mungu akaweka hukumu ya zaka. Na ndio maana Mtume mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba zaka ni ile mali ambayo inatolewa kwa matajiri na inaregeshwa kwa maskini. Unaona, ili wao pia wapate faida na waweze kuishi maisha mazuri kama vile watu wengine wanaishi. Alafu tukiangalia sana ni kwamba huu mfumo na umuhimu wake huu wa hii zaka ni kwa hakika ni mfumo ambao kama ulimwengu tunaoishi wangeufuata huu mfumo vile Mwenyezi Mungu anavyotaka, basi hapangekuwa na watu omba. Manake kila mmoja angekuwa anapata sawa na mahitaji yake. Naam. Hii inatufundisha ya kuwa Mwenyezi Mungu ametuumba sisi sote sawa. Na chochote ambacho amekiumba ni kwa ajili ya kila mtu, sio mtu fulani au mtu mwingine. Sheikh Saib, hii inatuleta katika swali nyeti hapa saa hizi. Inatuleta kwa swali letu ambayo inafaa yule mtazamaji apate kuelewa hii maana ya zaka. Zaka maana yake ni nini, Sheikh Saib? Zaka ni neno la Kiarabu na ni nomino yenye mzizi wa herufi 3: za, kaf na ya, na ina maana mbalimbali. Kwa mfano, tafsiri yake moja inaweza kuwa hii pia kwamba kuzidisha. So ikitumika katika hali hii kwamba Mwenyezi Mungu ni kufanya hivyo na anafanywa binadamu,
basi Mwenyezi Mungu anamzidisha binadamu katika uwezo kwamba anakuwa kiroho hadi anakamilika. Tafsiri nyingine inaweza kuwa kusafisha na kutakasa. Kwa maana hii Mwenyezi Mungu awe ni wa kufanya na kama binadamu anafanywa, maana yake inaweza kuwa hivi kwamba Mwenyezi Mungu ndiye hutakasa roho za watumishi wake, waja wake wema. Na tafsiri ya tatu ni kubariki. Yaani ile mali ambayo ikitolewa katika njia ya Mwenyezi Mungu inabariki na kuzidisha mali iliyosalia. So kwa kuangalia maana hizi tatu, wale ambao ni wataalamu wa lugha ya Kiarabu wamesema kwamba ile mali ambayo kwanza kabisa inazidisha mali iliyosalia, na inazidisha na inabariki, na maana ya pili ni kwamba inasafisha mali iliyosalia na pia inasafisha roho ya yule anayetoa mali katika njia ya Mwenyezi Mungu. Yaani kwa utoaji mali katika njia ya Mwenyezi Mungu roho yake inasafishwa. Na ile maana ya tatu ambayo ni zaka haswa, yani ile maana maalum ya msamiati wa zaka ni kwamba ile mali iliyokaa katika akiba ya mtu au alipopata wanyama wa mifugo au faida katika biashara, ndani ya hiyo hisa za biashara akatoa mali katika njia ya Mwenyezi Mungu, inaitwa zaka, ambayo ni nguzo mojawapo katika nguzo 5 za Uislamu. Naam, asante sana Sheikh Saib. Naam, Sheikh Saib ameeleza kwa undani sana kuhusiana na maana ya zakat, ni kule kubariki na yani kufanya ile mali iliyobaki iwe safi. Naam, ningependa ueleze yule mtazamaji umuhimu, yani mwenzako amesema zaka ni nguzo ya Kiislamu. Je, kwa nini zakat ni nguzo muhimu katika Uislamu? Kwa hakika zaka ni nguzo muhimu sana katika Islamu, kwa sababu kwanza kama alivyosema mwenzangu kuhusiana na ile maana ya kilugha ya neno zaka, utakuta kwamba tunaweza tukaitoa katika maana mbili ama zaidi, na zile ambazo ni nyepesi na kueleweka ni vile ni kuongeza na vile vile kutakasika. Sasa utakuta katika sheria ya Kiislamu zaka ni mali ambayo inatolewa na mtu mara moja kwa mwaka mzima kulingana na mapato yake. Kwa hivyo mali ambayo itakaa kwa mwaka mzima, basi mwisho wa mwaka ile mali ikiwa itafikisha kiwango kinachoitwa nisabu, basi yani kiwango ambacho mali inatakiwa itozwe zaka, basi wakati ule ndio itatolewa zaka. Na hii hali inaonyesha kwamba mwanadamu anapokusanya mali yake ni kwamba ile mali anapewa uhuru wa kuitumia kwa muda wa mwaka mzima. Aidha ataongeza, ikitokea shida ya kupungua ama ikiongezeka zaidi. Vile vile itakapofikia ile kiwango cha kutolewa zaka, ambao kwa lugha ya istilahi ya Kiislamu ni ya kifiki ni nisab, yani sahibi nisab, ni ule mtu ambaye mali yake imefikisha kiwango cha kuweza kutolewa zaka. Kwa hivyo una maana ya kuwa huwezi toa zaka kama hauna hiyo nisab. Kama hauna hiyo nisab. Kama kile kiwango hakijatimia huwezi kutoa zaka. Natumai mwenzangu mbele atakuja kueleza zaidi. Kwa hivyo utakuta kwamba tuangalie kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia aliagizwa na Mwenyezi Mungu kwamba hii zaka inafanya nini katika watu watakapoitoa. Anaambiwa ni kinukuu, anasema a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, hudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Anasema katika hii sura ya 9, sura Toba aya 103 ya kwamba chukua sadaka katika mali zao, uwasafishe kwayo na kuwatakasa, na uwaombee, hakika kuomba kwako ni utulivu kwao, na Allah ndiye asikiaye ajuaye. Sasa hapa tunaona kwamba hii utoaji wa zaka ni jambo lenye kumtakasa mtu. Halafu pili tena tunaona ni kwamba unapotoa zaka
unapata baraka, na pia Mwenyezi Mungu ananeemesha zile mali zako ulizozitoa. No. Alafu tunaona pia baada pia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipofariki, Hazrat Sayyidina Abubakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu vile vile alitilia mkazo sana katika hili swala la utoaji zaka, mpaka akawaambia wale maswahaba zake kwamba ikiwa mtu atakataa kutoa zaka, kama ni yeye ni Muislamu kweli, na akikataa kutoa zaka, basi mimi nitapigana na watu kama hao. Na ndio akawaambia ya kwamba kama wakati wa zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mlikuwa mnatoa ule ukamba wa kufungia goti la ngamia, basi hata sasa hivi nitalitaka kutoka kwenu. Kwa hivyo Islamu ilitia umuhimu, kwa sababu hii zaka ni jambo ambalo linasaidia katika maisha ya jamii, kuboresha maisha ya jamii. Naona, na kufanya kwamba ile mali izunguke, sio kwamba ikae kwa mikono ya mtu mmoja peke yake. Halafu katika aya nyingine vile vile inatuelezea pia kuhusu kwa nini actually tunatoa hii zaka. Inasema ya kwamba a'udhu billahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, fa in taabu wa aqamu salata wa atau zakata fa ikhwanukum fid dini wa nufassilu ayati liqaumin ya'lamun. Yani katika sura ya 9 aya ya 11. Hapa Mwenyezi Mungu anasema, na kama wakitubu na kusimamisha sala na kutoa zaka, basi ni ndugu zenu katika dini, na tunazieleza aya kwa watu wanaojua. Kwa hivyo hapa katika hii aya kuna funzo kubwa sana linatupatia kwamba wewe huwezi kuwa Muislamu wa kweli, wala huwezi kuwa ndugu ya Muislamu mwenzako ikiwa utakataa kutoa zaka. Kwa hivyo unapotoa zaka, basi bila shaka unakuza ule undugu, kwa sababu inaonyesha kuna roho ya huruma. Unahurumia wale wengine ambao hawana, na unatii amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asante sana Sheikh Saib. Na kuwa katika Qur'ani tumeelezwa, umesema ya kuwa wale ambao wanatoa zaka ni mandugu, lakini tunaona wenzetu wanasema ya kuwa hawa si Waislamu, hawa si ndugu zetu. Wasemaje hapo Sheikh Saib? Na sisi ilhali wa Ahmadiyya wanatoa zaka. Hakika sisi tunaweza tukasema jambo moja tu, ya kwamba wao wana hiari yao ya kuongea wanavyotaka, lakini sisi tunajua tu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye anajua roho za watu. Na kama sisi tunatekeleza utoaji wa zaka sawa na amri ya Mwenyezi Mungu, basi sisi mbele ya Mwenyezi Mungu ni Waislamu. Asante sana Sheikh Saib. Sisi ni Waislamu hasa. Naam. Sheikh Saib ameeleza kuhusiana na nisabu. Sheikh Saib, unaweza ueleze yule mtazamaji ni jinsi gani zaka inavyohesabiwa, na tunatumia vigezo vipi kutambua ni nani nafaa atoe na ni nani nafaa asitoe? Tafadhali. Kwa kujibu swali hilo muhimu sana, nitapenda nisome hiyo sentensi yenyewe pole pole ili ieleweke, ifahamike fika, na pia iweze kutoa ujumbe waziwazi. Naam. Kulingana na sheria ya Uislamu, mtu anapaswa kulipa 2.5% ya pesa taslimu au sehemu ya 40 ya mtaji au rasilimali, bidhaa na mali zinazoweza kuuzwa, ikiwa ni pamoja na mapambo ya dhahabu na fedha ambayo amekuwa nayo katika akiba yake kwa mwaka mzima. So kwanza ndio hili. Ya pili ni kwamba kuna vitu vingine, kwa mfano kuna mtu anafanya kazi zake na anapata mapato ya mwezi, mapato ambayo anayatumia kila wakati. Zaka haiko juu yake, ni juu ya ile akiba iliyokaa mwaka mzima. Au kama ni mazao ya shamba, wakati anapopata kuvuna, hapo atalipa zaka. Si kila wakati atalazimishwa. So si michango ya mwezi au ni mchango wa mwezi fulani, bali ni juu ya akiba iliyokaa kwake kwa mwaka. Alafu pia ifahamike, kwa mfano kama kuna mtu ambaye ameweka vitu vya dhahabu na fedha na anavitumia, kama vinatumika, basi hatalipa zaka juu yake. Ni fatwa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kama havitumiki, ameiweka kwa shabaha ya akiba,
na haikutumika, basi atalipa zaka juu yake, na yake. ile nisabu yake au kile kiwango ambacho kitamlazimisha alipe zaka. Kama hajafikisha hicho kiwango hatalipa zaka. Kama amefikisha hicho kiwango basi atalipa zaka. Na kiwango chenyewe ni 620 au 620 gramu ambayo ni fedha za ambayo ni fedha, yani silver. Na katika tola ni dola 52. Dola 52 inatoshana na gramu 620, lakini hiyo ni katika vitu vya fedha. Na yes, dhahabu itakuwa ni kidogo, sababu dhahabu huwa bei yake ni juu, so yake ni gramu 87 na dola 7.5. So dola 7.5 inatoshana na gramu 87. So anayefikisha hii au zaidi ya hapo, sasa yeye atalipa zaka kila mwaka kama ameiweka kama ameiweka kama akiba kwake basi juu yake, au mali ambayo inatoshana na hiyo ameiweka katika akiba yake muda wa mwaka mzima na zaidi, basi yani ukipita mwaka mzima basi atalipa 2.5 au sehemu ya 40 katika njia ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio zaka. Halafu pia ileweke, ifahamike kwamba juu ya lulu na almasi na zumaridi na madini za aina hiyo hamna zaka. Sababu yake ni kwamba hiyo ikipata kuharibika kidogo haiwezi kayayushwa itumike tena. So sababu ya depreciation au kuanguka kwa ile bei yake mara moja inaanguka kabisa. So ndio sababu haikuwekwa zaka juu yake, lakini thamani yake inaanguka mara moja. Thamani yake inaanguka mara moja. Jazakallah. Lakini kama kuna mtu anafanya biashara ya lulu au madini ya aina hiyo, basi juu ya biashara hiyo atakapopata hisa yake atalipa zaka juu yake. Halafu pia ieleweke kwamba vile nilivyosema kwamba idadi ya wanyama wa mifugo kama vile kondoo au mbuzi au ngamia, wakipita idadi fulani itaelezwa baadaye katika vipindi vijavyo inshallah. Pia kuna zaka atalipa juu yake. Naam. Asante sana Sheikh Saib kwa maneno matamu sana kuhusiana jinsi gani zaka inavyohesabiwa. Inshallah katika vipindi vijavyo tutajua ni nini, ukiwa na nini nafaa utoe nini inshallah, na Mwenyezi Mungu wajazie sana. Najua mngependa tuendelee zaidi na kipindi hiki, lakini sawa na muda ambayo tumewekewa inshallah tutaendelea inshallah katika vipindi vijavyo. Asanteni sana. Naam, ndugu mpendwa mtazamaji wa MTA Africa, tumefika tamati. Ningependa tuendelee zaidi ili upate elimu, lakini kaa nasi katika vipindi vinavyokuja ili uendelee kupata elimu kuhusiana na somo hili ya zaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.